nitakuwa mwaminifu, nitakuwa mtiifu, mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania, na kwamba nitailinda, na kwamba naahidi nitailinda, kutumikia na kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu yangu, kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu nisaidie. Nikutokea kwenye jimbo la Kwahani, mbunge wa jimbo la Kwahani Mheshimiwa Mohamed Laki leo hii amewasili katika jimbo lake la Kwahani wakati akitokea Dodoma, ambapo Mheshimiwa Laki alipata nafasi ya kufanya ziara fupi ya kuwatembelea wazee mbalimbali katika jimbo hili. Mara baada ya kufanya ziara hiyo na kuzungumza na wazee pamoja na vijana katika eneo hili, ipata nafasi ya kufanya mahojiano nao na kufahamu vipaumbele vyake pamoja na mambo mengine. Pia Mheshimiwa Laki amezungumza mara baada ya hatua ya kuapa kule bungeni Dodoma. Alipata wakati mgumu kidogo akiapa, na hapa anafafanua nini kilichotokea wakati kipindi kile akila kiapo. Hizi ripoti za IOTV pamoja na millardayo.com. Mimi naitwa Said Tizday. Kimsingi niseme ukweli kabisa. Kwa mara ya kwanza wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaapa viapo viwili. Kiapo cha kwanza ni cha kawaida, nimekizoea hata nilipotokea kwenye kamati yangu. Kiapo cha pili, kama mmetizama, wabunge wengi walikuwa wanasita, wengine wana vigugumizi, lakini sijui kitu gani ambacho kimetokezea katika ile sehemu. Lakini ukweli niseme kwamba mimi nilikuwa mwenyekiti wa huduma za jamii na masuala mtambuka wa manispaa mjini. Nasoma ripoti zangu zote miaka 5. Sikusomewa na mtu. Lakini inawezekana pale nimetoka kwenye baraza lina wajumbe 30 na secretariat ya watu kama 5. Lakini nimekwenda kwenye bunge lina wajumbe 400 na secretariat wengi. Kwa hiyo inawezekana utofauti wangu, nimekwenda kwenye sehemu ya watu wengi sana, nikaweza kupata kigugumizi. Niseme cha msingi kwamba nimeapa na bunge limethibitisha kwamba nimeapa na mimi ni mbunge halali. Kazi nyingine ziendelee. Nimekuja nyumbani kujipanga, kutengeneza mikakati, lakini nimekuta vijana hao wametengeza jambo ambalo leo wameweza kunifanya nimefanya kazi. Nimetembelea wazee, nimetembelea wagonjwa, lakini ndugu zangu ambao muda mrefu sikukutana nao, leo nimekutana nao. Niwashukuru sana vijana. Lakini kimsingi, kama mnakumbuka, mimi nilizungumza jimbo hili shule zipo, tumeshajenga. Jimbo hili matawi yetu ya kufanya kazi ya CCM yako imara, mazuri. Jimbo hili barabara za ndani zinaendelea, zimeshaanzwa. Jimbo hili kikubwa tulisema kwamba tutakaa na wananchi kuona yale ya msingi ambayo sasa tunahitaji tukayafanye baina mimi na wananchi, kwa sababu sitaki yatoa kichwani kwangu. Kwa kuangalia, kwa sababu mbunge aliyotoka kwenye jimbo hili ni mbunge bingwa ambaye sasa hivi ni rais wa Zanzibar. Nikisema hajamaliza jambo kwenye jimbo hili nitakuwa mimi mkosefu wa nidhamu, kwa sababu kamaliza yapo yaliyobakia machache tu ambayo natakiwa tukayafanye kwenye jimbo hili. Moja, kusikilizana na wananchi, kuona wapi pamebakia tukapatekeleza. Nakumbuka nilitoa ahadi katika kampeni zangu mambo matatu. Nilitoa ahadi ya 25% swala la elimu. Nilitoa ahadi swala la kuwahifadhi wale wote ambao wananchi wangu watakaofariki, ambao swala la sanda na kila kitu itakuwa ni juu yangu. Tayari yameshaanza. Bahati nzuri mwaka huu wale wote wanafunzi walioomba kusoma, hakuna hata mwanafunzi aliyekosa mkopo. Kwamba tumeshukuru kwamba mzigo pia umepungua kwetu. Tunashukuru serikali kwenye hili. Imenipunguzia mzigo au imetupunguzia mzigo. Mengi mazuri yatakuja ndani ya jimbo hili.